Qaumi Lut maarufu kwamba wao walikuwa wanaendeana wenyewe kwa wenyewe, wanaume kwa wanaume, kama ilivyokuwa katika zama zetu. Mtihani mkubwa katika malezi sasa hivi ni watoto wa kiume. Kuna mtoto wako wa kiume akiwa na afya njema, lakini tayari ameshaharibiwa. Wala usishangae mtu atoka zake sokoni, afika nyumbani, apokewa na mwanamume mwenzake ana ndevu, asema huyu ni mke wangu. Yani mambo ya ajabu sana, kama ajabu kupitiliza. Hii ilikuwa inafanywa na Qaumi Lut. Mtume alipata shida na Nabii Lut na hichi kizazi na hawa watu, ilikuwa raha zao ni kuendana wenyewe kwa wanaume kwa wanaume. Na liwati sasa hivi imekuwa mpaka nchi zinanyimwa misaada nini, kwa sababu ni akhlaqi ya kishetani bado ipo. Na mpaka wakati mwingine kuna wengine wanatengeza baadhi ya bidhaa, si biskuti, peremende, pipi, ili mradi kwamba watoto waanze kutumia mapema, ili kuna baadhi ya vitu vitengenezwe katika mili yao, wao ni wepesi kuweza kuja kufanya jambo kama hili. Hili ni jambo moja zito ambalo Mwenyezi Mungu amelitaja katika sura mbalimbali, na watu waliadhibiwa mpaka wanachuoni wasema adhabu ya Mwenyezi Mungu katika hao viumbe ilikuwa nzito sana, sababu zimetajwa adhabu za aina tatu za Qaumi Lut. Kuna wale walioteremshiwa vijiwe, kuna wale waliochukuliwa na Mwenyezi Mungu ardhi yao yote ikabebwa, mpaka malaika wakawa wanasikia milio ya majogoo. Jibril kaichukua ardhi ya nchi nzima akawapeleka mpaka mbinguni, akasubiri amri Allah, akamwambia wageuze, wakaangushwa. Wanaochuoni wanasema Qaumi Lut moja katika adhabu tatu, ima apigwe mawe mpaka afe kama walivyopigwa mawe wale na ndege, tukawaletea mvua ya mawe, au apelekwe kwenye ghorofa refu aangushwe afe kibudu, au atiwe moto. Pamoja hii ya moto haifai kuadhibu kwa moto isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa kwa kiumbe ambaye yuko hai. Ala kulli hal, wa Lutan, na Nabii Lut atainahu hukman, tulimpa sheria ya kuhukumu baina ya watu wa ilma, na tukampa ilmu. Wanajainahu, na tukamuokoa Nabii Lut min alqarya allati kanat ta'malu alkhaba'ith, na ule nchi. Qarya ndani ya Qur'ani, kwenye lugha kile kusema qarya maana yake ni kijiji, kwenye Qur'ani qarya ni mji. Ndio mpaka Mwenyezi Mungu alitaja maka kwamba ni qarya, rabbana akhrijna min hadhihi alqarya. Ndio maana lugha ya Qur'ani maneno huwa yanabadilika sana na maneno yanakuwa. Mimi nakumbuka baada ya kuwa masomoni kwa muda mpaka narudi Tanzania, nakuta kuna maneno mimi siyajui. Ndio ngasikia kuna neno linaitwa rusharo, mimi kwa rusharo sijui. Rusharo ni neno jipya au ni la zamani sana jamani? Sio la zamani. Hata siku naambiwa na rusharo nini, niambia ngoja utakuja kuisikia. Sikio nikapita karibu, kumbe jiridio kubwa. Piga mziki mpaka usikia anasema hii sio rusharo peke yake na tumbo pia. Naona kwa hiyo huwa maneno yanabadilika na yanakuwa kila baada ya muda yanabadilika. Kwa hiyo alqarya katika lugha ya Qur'ani ni mji mkubwa, allati, mji ambao kana ta'malu alkhaba'ith, ambao ulikuwa unafanya machafu, kisha Mwenyezi Mungu akayanyamaza kutokana na ule ubaya wake. Wajua wakati jambo linakuwa baya mpaka kule kulitaja nywele zinakusimama. Ta'malu alkhaba'ith, unafanya machafu. Machafu gani? Allah akayanyamaza. Kisha innahum kanu qauma sau'in, hawa watu walikuwa ni watu wachafu. Innahum kanu qauma sau'in, hawa watu walikuwa ni wachafu waovu, fasiqin. Fusq kwenye Qur'ani na maana mbili, fusq bi maana al-kufru, au fusq ni mtu anayefanya madhambi madogo madogo, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sibabu muslim fusuq,
Kutukanana Waislamu ni ufasiki. Sibabu muslim fusuku, kutukanana Waislamu wawili ni ufasiki. Maana yake sio katika jambo la kumtoa kwenye Uislamu, lakini hawa fusuku hii ni fusuku ya makafiri. Qauma sau'in fasiqin, maana kafirin walikuwa ni makafiri. Na ndio Mwenyezi Mungu akawaadhibu. Mwenyezi Mungu atawadhibu watu ambao walikuwa ni makafiri. Wa adkhalnahu fi rahmatina, Allah akamtaja Nabiullah Lut, tukamuingiza yeye katika rahma zetu. Innahu minas salihin, hakika yeye alikuwa katika waja wetu wema. Wa adkhalnahu, tukamuingiza fi rahmatina, kwenye rahma zetu. Na hapa kwamba uingii kwenye rahma za Allah mpaka wewe mja mwema. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Nabiullah Yusuf alayhi salatu, mwisho wa uhai wake sema, rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-hadith fatir as-samawati wal anta wali fi dunya tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin, nifishe nikiwa Muislamu na unikutanishe na waja wema. Allahu akbar. Yeye mwenyewe ni mwema, ni mtume, lakini anaomba tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin, nifishe nikiwa Muislamu na unikutanishe na waja wema. Idhan wa adkhalnahu fi rahmatina, tukamuingiza Luti katika rahma zetu. Kwa nini? Innahu minas salihin, hakika yeye ni katika waja wema. Wa Nuhan, hivi visa anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuthabbita bi fuadak. Wa Nuhan, na vile vile Nuhu tulimuokoa, idhnada min qablu, alipo mwita, alipo omba. Wa Nuhan, na Nuhu idhnada min qablu, na Nuhu alipo muomba Mwenyezi Mungu, min qablu fastajabna lahu, tukamuitikia. Nuhu alimuomba Mwenyezi Mungu maombi mengi sana. Moja wapo aliposema, rabbi inni maghlubun fantasir, Mola wangu mimi nimeshindwa, naomba Mwenyezi Mungu nipe nusra. Na wanaochuo nasema hii aya ni mujarrab. Ukimwambia Mwenyezi Mungu maneno haya, maneno manne, rabbi inni maghlubun fantasir, Mola wangu mimi maghlubun, manake nimeshashindwa, fantasir, naomba nusra yako. Kuna baadhi ya aya ni dua, yani hiyo aya ndio paka imekuja katika baadhi ya athar. Alikuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalam anasoma Qur'ani, kuna maeneo anasimama naomba dua, sababu aya nyingine ni dua kama hii, rabbi inni maghlubun fantasir. Nasa ikiwa una kero zako umeziweka kwenye moyo, halafu ndio unampelekea Mwenyezi Mungu, rabbi inni maghlubun fantasir, Mola wangu mimi ni maghlubu, nimeshindwa, fantasir, naomba Mwenyezi Mungu nipe nusra yako. Allah akaleta nusra yake. Wanasema hii aya ni mujarrab, maana watu kwamba hii ni mujarrab ndio wataamini hiyo ni mujarrab, kwamba ukimuomba Mwenyezi Mungu una jambo lako, ukisoma hii aya basi ni sababu ya Allah kukidhia haja zako.